Tusome kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 43 hadi mstari wa 48. Neno la Mungu nasema, Yesu Kristo anasema hivi: mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Damu ya Yesu Kristo. Leo ni siku ya pili ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Bado tuko katika shukrani, kumshukuru Mungu kwa kutuingiza mwaka mpya, kutuondoa katika mwaka ule uliopita. Kama vile Mungu anavyotuvusha na kubadilisha maisha yetu kutuingiza katika mwaka mpya, mwaka mwingine, basi ndivyo maisha yetu nayo yanatakiwa yabadilike, tuvuke kutoka maisha ya kwanza kuelekea maisha mapya katika siku zetu mpya. Damu ya Yesu Kristo. Kwamba maisha yetu yabadilike hivyo hivyo kama miaka inavyobadilika, tunaingia mwaka mwingine. Kama vile miaka yetu inavyobadilika, inawezekana ulikuwa mwaka 2025, sasa umebadilika, uko katika mwaka 2026. Ndivyo na maisha yetu kumcha Mungu yabadilike hivyo hivyo, kuendelea mbele, yasirudi nyuma, yaende mbele, yabadilike kuanzia kumcha Mungu, kwa kusikiliza neno la Mungu, kwa kufanya kila jambo ambalo Mungu anataka. Yabadilike kuanzia kwenye familia. Kama ulikuwa na neno lolote na familia na mtu, basi lazima ubadilishe kuelekea ucha Mungu zaidi. Tusirudi nyuma, manake kulipenda giza ni kurudi nyuma. Kufanya mambo ambayo Yesu Kristo hajatuamuru ni kurudi nyuma, kwenda gizani. Lakini kama kila siku maisha yako unayapeleleza na kuyachunguza na kuyabadilisha kuelekea ucha Mungu, hii ni neema, na Yesu Kristo atatupa siku nyingi za kuishi hapa duniani ili tupate kuwa vielelezo kwa watu wengine na mifano kwa watu wengine. Watu wabadilike, wamche Mungu. Ndivyo Mungu anavyopenda. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hata tunapohubiri injili hivi, tunaendelea kuupalilia moyo wetu kuelekea Yesu Kristo zaidi kuliko kuelekea kwingine. Tunaelekea mbinguni zaidi kuliko kuelekea duniani. Hatuendi chini, tunaenda juu, kwa sababu tuna neno la Mungu. Ndiyo maisha yetu, ndiyo kiongozi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima mioyo yetu iwe mali ya Yesu Kristo, makao ya Mungu na Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu Kristo. Kama huko nyuma ulikuwa mtu wa ovyo, mtu wa giza, ukiongozwa na roho mchafu, roho wa kuzimu, lazima ubadilike, umkaribishe Yesu Kristo ndani ya moyo, aongoze maisha, na maisha yako yawe ya kumpendeza Mungu. Na hapo ndipo Mungu anatambua, anasema, huyu ni mwanafunzi wangu, huyu ni mwana wangu mkamilifu kama mimi nilivyo mkamilifu. Hivi ndivyo tunavyojitahidi siku zote kuwa. Lakini kuishi maisha ya giza haina maana, hata kama ukifurahia kuingia mwaka mwingine. Ndio umeingia mwaka mwingine, Mungu amekupa neema, miaka yako bado inasoma duniani, uzima bado unao, amekupa hii neema. Lakini katika hii neema wewe unaitumia kuishi kwenye mazingira ya giza, kwenye mambo ya giza, ni kazi bure. Ni bora hata ungepotea 2025, kwa sababu hakuna faida kwa Mungu aliyekuumba. Hakuna faida, humpi faida. Ni kama tu unamfanya afikirie, nilikuumba bure wala huniabudu. Lakini kama
Unajutia maisha ya giza uliyoyaishi mwaka uliopita, na sasa unasema Mungu, nishike mkono sasa, badilisha moyo wangu uwe moyo wa nyama, ili niishi sasa kwa kutazama neno lako. Wewe uwe kiongozi wangu, ongoza moyo wangu katika imani na upendo kwa ndugu zangu. Mungu atasema nimempata mwanangu, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo injili hii tunayohubiri ni kwa ajili ya ulimwengu wote. Mtu anaposikiliza ajue kwamba lengo la Mungu ni yeye kubadilika, kumwelekea Mungu kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo injili hii ninaomba imfikie kila mtu ulimwenguni, na itakapokufikia basi badilisha maisha. Acha visasi, acha giza, elekea katika nuru siku zote, na Mungu atatubariki kila kitu twenye tunataka. Damu ya Yesu Kristo. Kwenye Biblia Roho wa Mungu anasema hivi, wakumbukeni viongozi waliowaongoza. Wakumbukeni viongozi waliowaongoza. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 anasema, wakumbukeni viongozi wale watakatifu waliowaongoza. Wakumbukeni hao, angalieni mwenendo wao walivyoishi mbele za Mungu, matendo yao jinsi walivyoishi mbele za Mungu, na mkisha kuwaona, mkisha kuwachunguza, iigeni imani yao. Tuiige imani yao. Waebrania 13 mstari wa 7 anasema hivi, ukisoma, tuchunguze maisha ya watakatifu viongozi, tukisha kuwaona mwenendo wao walivyoishi mbele za Mungu, walivyofanya mbele za Mungu, walivyotatua matatizo, walivyoweza kuchukuliana na watu hata maadui zao, basi tuige namna ile, tuishi vile. Damu ya Yesu Kristo. Tuishi hivyo, tuishi hivyo. Tuwachunguze hao viongozi, tuwachunguze hao manabii, tuwachunguze hao wafalme watakatifu, namna gani waliishi mbele za Mungu, walifanya nini, waliweza kufanya nini katika dhiki, katika matisho ya mauti, katika magumu yote, waliishi namna gani? Kama ukiweza kugundua waliishi namna hii, basi ishi hivyo kwa jina la Yesu Kristo, na Mungu anasema wewe ni mwanangu mkamilifu. Kama wao walivyowabariki, na sisi atatubariki hivyo hivyo kama tukiishi kama wale, kwa sababu Mungu amewachukulia wale, amewaweka kuwa mfano wa maisha yetu tunayotakiwa kuishi wakati huu. Damu ya Yesu Kristo. Waliishi vile, waliteseka vile, kuwa kielelezo na mfano kwetu sisi kwamba tunatakiwa kuishi hivi katika maisha ya kiroho. Neno la Mungu linasema wakumbukeni hao, na mkisha kuwaona maisha yao walivyoishi, iga imani yao, iga upendo wao, iga maisha hayo ya kiroho, ishi vile vile kama wao. Hao ni kielelezo, na Mungu kama alivyowabariki kwa maisha yale, alivyowafurahia kwa maisha yale, atatufurahia sisi tukiishi vile mbele zake. Damu ya Yesu Kristo. Kwenye Biblia yuko mtu mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi. Huyu ni mfalme Daudi, huyu ni nabii, huyu ni mtakatifu. Huyu wakati Mungu, Roho wa Mungu yuko ndani yake, ndipo alipoanza kupata shida. Sauli mfalme wa Israeli alipogundua kwamba Mungu anampenda Daudi na amemchagua kutoka utoto kwamba atachukua ufalme, atakuwa mfalme wa milele, huyu ni mwana wa Yese, Mungu akamtia mafuta awe masihi kwa mkono wa Samueli nabii. Sauli alipojua hivi, moyo wake ukabadilika, akaanza kumchukia Daudi.
Wakati ule, kwa kuwa Sauli ni mfalme, sasa anaanza kupanga mipango mbalimbali ya kumwangamiza Daudi. Amekwisha kumweka Daudi kwamba huyu ni adui wangu, tena ni adui wangu na adui wa familia yangu na nyumba yangu, na ni adui kwa ufalme wangu. Damu ya Yesu Kristo. Alichofanya Sauli ni kutega mitego namna gani atamnasa Daudi ili amwangamize. Mara nyingi amemkosa kwa mikuki, amemtupia mikuki mara nyingi kumwangamiza, lakini Mungu alikuwa pamoja na Daudi kumwokoa mikononi mwa Sauli. Daudi anahangaika huku na huku, hana mahali pa kukaa, kwa sababu mfalme Sauli anamtafuta kumuua. Hata alipomuoa binti yake Sauli, sasa ikafika hawezi kuishi tena na mke wake, akamwacha, akakimbia, anakimbilia maporini, anatangatanga, kwa sababu Sauli anasema Daudi ni adui yangu. Sauli anataka kumuua Daudi. Siku moja akasikia kwamba Daudi yuko katika nyika ya Engedi, yuko huko amelala mapangoni. Sauli akachukua askari jeshi 1000 kumfuata Daudi, kumuinda Daudi. Akaingia polini, akaingia huko nyikani kumtafuta Daudi ampate mwangamize, kwa sababu ni adui. Alipofika huko akapumzika kwenye pango moja. Alipoingia huko Sauli na jeshi lake lote kupumzika huko, kwa sababu anamtafuta bado hajamwona, anapumzika katika hilo pango. Usiku amelala, asijue Daudi naye na watu wake wako kwenye pango hilo hilo, wako ndani zaidi, amejificha huko, na Sauli na jeshi lake na wao wameingia kwenye pango hilo hilo na wanapumzika. Sauli hajamwona Daudi wala hajui kama yuko kwenye hilo pango, ila Daudi kamwona Sauli amepumzika kwenye hili pango. Daudi kamwona jeshi la Sauli na Sauli mwenye wako kwenye hilo pango ambalo Daudi na watu wake wachache wako humo. Watu wa Daudi wakamwambia Daudi, Daudi, Bwana amemtia mikononi mwetu. Angalia, Bwana amemtia mikononi mwetu. Tayari huu ndo wakati wa kumwangamiza adui yako, na wewe uwe huru sasa. Unafikiria Daudi alisemaje? Akasema hapana, hapana. Akaenda mpaka alipolala Sauli, akakata kiupindo cha vazi lake la kifalme, akakata, akaondoka, anachosema msimuue. Watu wanamwambia Daudi, huu ndo wakati wa kumwangamiza. Mungu amemtia mikononi mwako, amemleta, unaweza kumfanyia chochote sasa. Daudi akasema hapana. Hata lile vazi alilolikata kidogo akaumia moyoni. Kwa nini nimekata vazi la masihi wa Bwana? Daudi anajua Sauli ni adui yake, lakini anamtambua kwamba huyu ni masihi wa Bwana, huyu ni Bwana ndiye aliyemfanya kuwa mfalme, ni mtumishi wa Bwana huyu, ni mwana wa Ibrahimu huyu, ni mwana wa Israeli huyu, ni ndugu yangu huyu. Kwa hiyo Daudi anampenda Sauli, lakini Sauli anamchukia Daudi. Anasema hapana, huyu ni bwana wangu, huyu ni baba yangu, huyu ni masihi wa Bwana, mtumishi wa Bwana, aliumbwa na Bwana kama mimi mwenyewe. Ndiyo, mimi ni mtumishi wa Bwana, lakini na Sauli naye ni mtumishi wa Bwana. Mimi ni masihi wa Bwana, lakini huyu naye ni masihi wa Bwana. Bwana amemweka. Siwezi kuinua mkono wangu nikamwangamiza masihi wa Bwana. Nani ambaye atakayefanya hivyo hataonekana hana hatia mbele za Mungu? Ni dhambi kubwa. Daudi anampenda Sauli. Daudi anambariki Sauli. Daudi anamwombea Sauli. Lakini Sauli anamlaani Daudi na anamtafuta kumuua. Wakati Sauli anaondoka sasa, ameamka nyuma, Daudi anamuita Sauli, Bwana wangu, Bwana wangu.
Bwana wangu mfalme, masihi wa Mungu, unamtafuta nani? Kwa nini unasikiliza maneno ya watu wanayosema kwamba Daudi anataka kukuzuru wewe? Kwa nini unasikiliza maneno ya watu wanaosema kwamba Daudi ni adui yako? Wewe ni bwana wangu, masihi wa Bwana. Unamtafuta nani? Unatafuta mbwa mfu, unatangatanga katika nyika kutafuta kiroboto. Angalia, Daudi anajiita yeye mwenyewe kama ni mbwa mfu kwa Sauli, kwa sababu Sauli ni masihi wa Bwana. Angalia leo, Daudi anasema, angalia leo jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu, lakini wala sijakufanya lolote. Wewe ni masihi wa Bwana, wewe ni mtumishi wa Bwana. Nifenyeje uovu huu? Hata angalia upindo wa vazi lako nimelikata. Hii kuonyesha kwamba kama ningekuwa adui yako ningekuua. Kama ningekuwa na kuchukia wewe ungekuwa adui yangu, ningekuua. Lakini mimi siwezi kuinua mkono kumuua masihi wa Bwana aliyebarikiwa. Daudi anambariki, anasema iko methali katika familia, katika mababa zetu wanasema, katika muovu hutoka uovu. Lakini mimi sitainua mkono wangu kukugusa masihi wa Bwana. Lakini Mungu aamue kati yetu sisi wawili, aamue. Mungu aniokoe mimi, anilipie kisasi juu ya wewe unayenitafuta mimi. Mungu atanilipia kisasi, lakini mimi sitakufanya lolote. Mungu atahukumu kwa haki, atanilipia kisasi, ataniokoa mimi na mkono wako. Sauli aliposikia maneno haya akasema, Daudi mwanangu, wewe ni mwenye haki kwa kuwa umenitendea mema mimi, lakini mimi nimeinuka kukutendea wewe mabaya. Wewe ni mwenye haki, wewe umebarikiwa kwa sababu wewe unanitendea mimi mema hata ulipopata nafasi ya kuniua, lakini bado unaulinda uhai wangu, unanibariki niendelee kuishi. Wewe ni mwenye haki na mimi ni mbaya. Sauli mwenyewe anasema, Sauli anambariki Daudi, anamwambia, na kwa sababu hii najua wewe ni mfalme, utakuwa mfalme na ufalme wako utakuwa una maana, wenye nguvu, wenye haki. Angalia, Daudi anafanya upendo kwa Sauli adui yake hadi anajua kwa kweli kwa upendo huu anastahili, amebarikiwa. Damu ya Yesu Kristo. Wakati Sauli ameenda na Daudi ameenda, lakini uadui haukuishia hapo. Ingawa Daudi amemsamehe Sauli na Sauli ameonyesha kuona upendo wa Daudi kwamba kwa kweli anastahili na akambariki, siku lingine akaambiwa, tumemwona Daudi yuko katika kilima cha Hakila, amejificha huko. Sauli akaona huu ndo wakati tena wa kumfuata Daudi, nimwangamize, ni adui yangu huyu. Akapanga tena majeshi, akachukua majeshi 3,000 akaenda kwenye hicho kilima cha Hakila kumtafuta. Alipofika huko akalala mahali, akaweka kambi kumtafuta Daudi, akaweka kambi, akalala hapo, akazungushiwa magari yake na jeshi lake, na jemedali wa jeshi Abineri amelala hapo, na mkuki wake amesimamisha kwenye kichwa chake, amelala usingizi. Lakini Daudi anamuona mfalme Sauli yule kaweka jeshi pale, ananitafuta. Akamwambia Abishai, utashuka na mimi kwenda kwa Sauli? Akasema, nitashuka na wewe. Daudi akaenda mpaka kwenye kambi hiyo ya Sauli, akapita wanajeshi wote wasijua amelala usingizi, akafika mpaka alipolala Sauli mfalme. Abishai akamwambia Daudi, huu ndo wakati Mungu amemtia adui yako mikononi mwako, niruhusu nimpige mkuki. Sitapiga mara 2, nitapiga mara 1 tu, amekwisha huyu. Daudi akamwambia, hapana, huyu ni masihi wa Bwana,
huyu ni mtumishi wa Bwana, huyu ni ndugu yangu, mwana wa Ibrahimu, huyu ni roho chafu tu iko ndani yake, huyu ni ndugu yangu. Yeye ananitafuta kuniua, lakini huyu ni ndugu yangu, huyu Masihi wa Bwana. Siwezi kuinua mkono wangu kumuua Masihi wa Bwana. Tusome aliposema hivi Daudi, Wafalme wa kwanza sura ya 26 kuanzia mstari wa 8. Anasema, ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo, basi niache nimpige kwa hilo fumo, hata nchi kwa mpigo mmoja, sitampiga mara mbili, sitampiga mara ya pili. Lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya Masihi wa Bwana, naye akawa hana hatia? Daudi akasema, aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Hasha, nisiunyoshe mkono wangu juu ya Masihi wa Bwana. Lakini sasa tafadhali twaa hilo fumo lililo kichwani pake na hilo gudulia la maji, nasi twende zetu. Damu ya Yesu Kristo. Ni mara ya pili Daudi, ni mara ya pili. Nimesoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 26 mstari wa 8 hadi kuendelea. Ni mara ya pili sasa Daudi anamwokoa na msamehe adui yake. Anasema siwezi kuinua mkono, siwezi kuinua mkono, siwezi kumwinua mkono kumpiga Masihi wa Bwana, ila Bwana mwenyewe atampiga. Bwana mwenyewe ndiye atakayeingilia katikati yangu mimi na yeye, atampiga. Labda ataenda vitani, atakufa huko, lakini mimi sitainua mkono. Yeye ni Masihi wa Bwana. Bwana mwenyewe ataamua kati yangu mimi na yeye. Damu ya Yesu Kristo. Nini maana yake maneno haya? Nini maana yake? Wakati Daudi ameondoka, Sauli ameamka na jeshi lake, anamwita mfalme, mfalme bwana wangu. Uko porini huku unamtafuta nani? Kwa nini unamtafuta Daudi kiroboto umuue? Nina kosa gani kwako? Angalia, leo tena Bwana amekutia mikononi mwangu. Sijakuua, siwezi kumuua mtumishi wa Mungu, siwezi kufanya hivyo, lakini wewe unanitafuta kuniua mimi. Sauli aliposikia hivyo akamwambia Daudi. Tusome Samueli wa kwanza mstari wa 26, sura ya 26. Akasema hivi Sauli, mstari wa 25. Samueli wa kwanza 26 mstari wa 25. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utatenda mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao. Damu ya Yesu Kristo. Sauli mwenyewe anauona upendo wa Daudi ni mkubwa kuliko hata yeye mwenyewe. Anambariki, anamwambia ubarikiwe kwa upendo huu, ubarikiwe na Mungu, tena utatenda mambo makubwa kwa upendo huu. Mungu akubariki katika kila haja. Sauli anasema. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo alionao Daudi. Hawa watu wawili Mungu anataka tujifunze hawa. Sauli anaye adui ndiye Daudi. Daudi anaye adui ndiye Sauli. Sauli anawapenda watu wanaompenda yeye, lakini Sauli hawapendi adui zake wala hawabariki adui zake. Anawarani, anataka kuwaua. Sauli anaye adui, lakini hataki kumbariki Daudi, anataka kumuua. Anamdhihaki, anamlani. Hata anaposema umebarikiwa, wewe ni mwenye haki, lakini nyuma anapanga mission, anapanga mipango
ya kumuua. Ndiye anasema wewe ni mwenye haki, najua utakuwa mfalme, lakini nyuma ya haya maneno anapanga mipango ya kumuua. Kwa hiyo Sauli anawapenda watu wanaompenda, lakini hawapendi adui zake. Anawalani adui zake, anatafuta kuwaua adui zake. Huyu upendo wake ni kwa wale tu wanaompenda. Daudi, adui wa Daudi ni Sauli. Daudi anawapenda watu wake walionao pamoja, anawapenda, lakini anaenda mbali zaidi, anampenda hadi adui anayetaka kumuua. Anampenda hata adui anayemlani, anampenda adui anayemchukia. Hata anapopata nafasi ya kumwangamiza anasema hapana, huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mtumishi wa Mungu, aliumbwa naye kama Mungu alivyoniumba mimi, kama Mungu anavyonipa mimi uhai, na Mungu anampa uhai huyu, ndio maana anaishi. Aliumbwa na Mungu, huyu ni mtu wa Mungu, nichukueje mkono wangu kuangamiza kazi ya Mungu? Sauli ni kazi ya Mungu, ameumbwa na Mungu. Kwa hiyo mimi siwezi kuchukua mkono kuangamiza kazi ya Mungu. Kama yeye ni adui yangu, basi Mungu ataamua kati yake na mimi. Mungu mwenyewe aliyemuumba ndio atakayeamua, lakini mimi siwezi kuiua kazi ya Mungu, mtu wa Mungu, aliyeumbwa na Mungu, aliyekombolewa na Mungu, mwana wa Ibrahimu, siwezi kumuua. Daudi anawapenda watu wake, anawapenda na kuwabariki hata adui zake wanayemchukia, wanampangia kumuua. Damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo tofauti kati ya Sauli na Daudi. Hii ndiyo tofauti kati ya upendo wa Sauli na upendo wa Daudi. Daudi anawapenda hadi adui wanayetaka kumuua. Daudi anawapenda hadi adui wanaomlani, anawabariki wanaomlani, anawaombea wanaomuudhi, anawabariki na kuwaombea wanaotaka kumuua. Lakini Sauli anawalani adui zake, anapanga mipango ya kuwaua adui zake. Ni vitu viwili tofauti. Tofauti yao watu hawa ni mambo mawili. Nani anayemwongoza Sauli na ni nani anayemwongoza Daudi? Neno la Mungu linasema Mungu alipomtia mafuta Daudi akiwa hali ya utoto kwa mkono wa Samueli nabii, Roho wa Mungu akahama akaingia ndani ya Daudi, alafu roho mchafu akaingia ndani ya Sauli. Hiyo ndivyo ilivyoandikwa. Tusome Samueli wa kwanza mstari wa sura ya 16 mstari wa 13 unasema hivi: ndipo Samueli akaitwaa pembe ya mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu yake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Mstari wa 14 unasema hivi: basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Damu ya Yesu Kristo. Sauli akaingiliwa na roho mbaya, roho mchafu, ndiye aliyekuwa anamuongoza sasa. Daudi anaongozwa na roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Hii ndiyo maana unaona roho mbaya huyu anawakilisha ni roho wa kuzimu, Ibilisi, Shetani. Huyu hana uzima, huyu hana upendo, huyu ana chuki na kulani na kuua, kwa sababu yeye ni mkuu wa mauti. Kwa hiyo kama yeye ni mkuu wa mauti, hawezi kuwa na upendo. Kwa hiyo roho wa kuzimu anamwongoza Sauli. Kwa ndio maana Sauli anawapenda watu wanaompenda yeye, waliokuwa upande wake. Sauli hawezi kupenda adui zake, kwa sababu roho anayemuongoza ndani yake ni roho wa mauti, roho wa kuzimu, mashetani, Ibilisi. Yeye anatafuta tu kulani, yeye anatafuta kuua. Ndiyo maana Sauli hawezi kumpenda adui yake. Lakini Daudi anaongozwa na Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ni mkuu wa uzima. Yeye ni Mungu. Mungu ni upendo. Kama Roho wa Mungu yuko ndani ya Daudi, kwa maana upendo yuko ndani ya Daudi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni roho wa upendo, roho wa amani, roho wa kubariki, roho wa kuombea watu, roho wa uzima, roho wa upendo. Ndiyo maana anawapenda ndugu zake Daudi, lakini anawapenda mpaka wanaomchukia. Anawaombea, anawabariki, anawasamehe, anamsamehe mpaka adui anayempaka. Anamjua huyu anataka kuniua, lakini yeye ingawa anapata nafasi ya kumlipa kisasi, kuua, anasema hapana. Ni Daudi, ni Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake anamwambia hapana, msamehe adui yako, muombee adui yako, mbariki adui yako. Damu ya Yesu Kristo. Hapa anaonekana Daudi ni mwana wa Mungu. Daudi anakuwa mwana wa Mungu, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Daudi anakuwa mkamilifu kama Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anawapenda wabaya na wema. Mungu anawapenda wanaomchukia na wanaomwabudu. Anawapa mvua watu wote wawili, adui na mwema. Anawapa jua watu wote. Daudi anampenda adui yake. Yeye amekuwa mkamilifu kama Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Lazima watu tujifunze hilo. Hii ndiyo maana Yesu Kristo anasema katika Mathayo, tusome katika Mathayo mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari wa 43. Yesu Kristo anasema, mmesikia watu wanasema, mpende ndugu yako, mchukie adui yako. Mimi nakuambieni, waombeeni adui yenu, wapendeni adui yenu, wabarikini wanaowauzi. Kama mkifanya hivi, ninyi ni wana wa Mungu. Anasema mfanyeni hivi ili muwe wana wa Mungu. Kwa sababu gani? Tukiwapenda adui, tukiwaombea adui, tunakuwa wana wa Mungu. Kwa sababu gani? Tukiwabariki wanaotulani, tunakuwa wana wa Mungu. Kwa sababu Mungu ni upendo. Anasema ni Mungu anayewapenda watu wote, anawapa jua wabaya na wema. Yesu anasema anawapa mvua wanaomwabudu na wasiomwabudu. Kwa hiyo mkifanya hivi, mtakuwa kama Baba yenu wa mbinguni, na mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni, tukiwaombea wanaotuchukia, tukiwabariki wanaotulani, tukiwasamehe na kuwabariki wanaotaka kutuua. Huu ndio upendo. Yesu Kristo anaendelea, anasema, tusome hapa, anasema hivi mstari wa 46, anasema hivi, maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi vivyo hivyo? Kama tukiwapenda tu wanaotupenda sisi, haina maana, kwa sababu hata adui yako ana watu wanaompenda na anaowapenda. Sauli ana kundi kubwa linalompenda na yeye anawapenda. Daudi naye ana kundi analolipenda na wanaompenda. Sasa nani hapa mwenye upendo wa kweli? Hamna, wote ni sawa. Lazima Daudi avuke, amzidi Sauli, kwamba Sauli hawezi kumpenda adui yake, anamlani adui yake, anamchukia, anampangia mipango ya kumuua. Lakini Daudi kwa kuwa anaishi na Roho wa Mungu, yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni lazima ampende adui, avuke kiwango alichonacho Sauli. Yeye upendo wake uwe kiwango cha juu kama Mungu mwenyewe. Lazima amuombee anayemchukia, ambariki anayemlani, amwache haya, msamehe anayetaka kumuua, adui yake mkubwa. Kama tukiwapenda wanaotupenda sisi, kuna maana gani? Upendo wetu lazima uvuke, uwe kama Mungu alivyo na huo upendo. Mungu anawapenda adui na wema. Mungu anawapenda wanaomchukia, wanaomtukana na hawa wanaomcha, kwa sababu hata kama wanamtukana, wanamlani Mungu, wako watu wanamtukana Mungu, lakini anawalinda, anawapa uhai, bado wanaendelea kuishi, anawapa chakula, anawapa jua, anawapa mvua, wanalima, wanakula, lakini wanamtukana. Huu ni upendo mkuu, na Mungu anataka kama sisi ni watoto wake tunaoongozwa na Roho Mtakatifu tuwe na upendo kama huo.
tuwapende adui zetu, tuwaombee na kuwabariki, tusije tukawa kama wao walivyo. Hawawezi kumpenda adui yao. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anatufundisha, anasema hivi, mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowachukia, wabarikini wanaowalaani. Huu ndio upendo wa Mungu, na hii ndio amri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu, anamtii Yesu Kristo, ni lazima atakuwa na upendo huu ambao Mungu anautaka watoto wake wawe nao. Ni lazima, kama Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, utambariki adui yako, utampenda naye kuchukia. Tena mpende kutoka moyoni, umwombee kutoka moyoni, umbariki kutoka moyoni. Kwa sababu gani? Yeye ni adui yako, sawa, anataka kukuua, sawa, anakuchukia, sawa, anakurani, sawa, lakini nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, huyu naye ulimuumba, ni kazi ya mikono yako, unampenda, roho yako iko ndani yake, ulimuumba kama mimi ulivyoniumba. Ni Ibilisi, roho chafu iko ndani yake, ndiyo inayemsumbua, lakini huyu ni kazi ya mikono yako. Naomba Baba, msamehe, hajui analolitenda. Mbariki, unaweza kumbadilisha. Ni ndugu yangu, siku moja naweza kawa ndugu yangu akanipenda, akawa mwema kama wewe Mungu ulivyo mwema. Msamehe, hajui analolifanya. Mungu atasema wewe ni mwanangu, na Mungu atakuangalia wewe, atakulinda wewe, atakubariki wewe, na hukumu itamjia yeye. Daudi anasemaje? Mungu ndiye atakayempiga. Kwa nini anamwambia Sauli, Mungu ndiye atakayekupiga, mimi sikupigi? Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo kiumbe chake, yeye ni kiumbe cha Mungu. Kwa hiyo Mungu ataamua, ataangalia ni upendo upi, ni upendo wake Mungu, na ni upendo upi ni kutoka shetani Ibilisi, na Mungu atamhukumu asiye na upendo wake. Ndio maana Daudi akasema Mungu atakuhukumu, tena utaenda vitani, utafia huko. Hii maana yake nini? Tunapokuwa na upendo kama wa Mungu, kuwapenda adui zetu kama Mungu anavyowapenda nao, Mungu anatubariki sisi. Mungu atakubariki, Mungu atakulinda, na atawahukumu hao wanaokuchukia, atawapiga hao, atawahaibisha hao, na wewe unabarikiwa kama Sauli alivyosema, ubarikiwe kwa upendo huu, ubarikiwe. Wewe ni mwenye haki, unatenda matendo mema, baraka. Hata adui yetu akiona tunamwombea, tunambariki, atachanganyikiwa, kwa sababu yeye amezoea adui yake ni kumuua. Lakini akiangalia Mkristo adui yake anamwombea, anambariki, anamwombea msamaha. Hii ndiyo tabia ya watakatifu, hii ndiyo tabia ya Wakristo. Lazima tubadilike. Kama hukuwa hivi, ujue ulikuwa unaongozwa na roho wa kuzimu. Ukitaka kumwona mtu ana roho gani ndani ya moyo wake, hata kama ni mtumishi wa Mungu, hata kama ni Mkristo, lakini ukiona analipa kisasi, ukiona analani adui yake, wala hana moyo wa kuombea adui yake, anamlani adui yake, anamchukia adui yake, hampendi adui yake kwa jina la Yesu Kristo, ujue huyu, hata kama anaitwa Mkristo, hata kama anaitwa mtumishi, ana roho wa kuzimu anamuongoza, hana roho wa Kristo. Na watu hawawezi kujua kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Mwanafunzi wa Yesu Kristo yoyote yule, Mkristo yoyote yule aliye ndani yake anaishi Kristo, atambariki adui yake, atamuombea msamaha kwa Mungu adui yake, kwa sababu huyo naye ni mwana wa Mungu. Hatujaruhusiwa kumchukia adui. Damu ya Yesu Kristo. Hatuna amri kutoka kwa Mungu ya kumlani adui yetu. Hatuna amri kutoka kwa Yesu Kristo kuwalani wanaotuuzi, wanaotuchukia, wanaotupangia mipango ya kutuua. Mbona Biblia iko wazi? Yesu Kristo yuko msalabani, adui yake wamemsulubisha, wamempiga ngumi, wamemtemea mate, wamemvua nguo, wanamchoma mkuki, wamemwekea miba kichwani, wamemtoboa mikono na miguu. Lakini neno la Yesu linasemaje? Akasema, Baba,
uwasamehe kwa kuwa hawajui wanachokitenda. Anawabariki, anawaombea msamaha. Hilo hatuoni? Ndani ya Yesu Kristo yuko Roho wa Mungu, lakini ndani ya adui wa Yesu Kristo yuko roho wa Ibilisi, Shetani. Vitu viwili tofauti. Wao hawawezi kumpenda Kristo kwa sababu wanaongozwa na Ibilisi, lakini Yesu Kristo anaongozwa na Roho wa Mungu. Yeye anawaombea maadui zake wanaomuua, hata kama yuko msalabani anakufa, lakini bado anawapenda adui zake. Anasema hawa nao ni wako, ila Shetani anakaa ndani yao, ndiye anayewafanya wako hivi. Samehe Baba, damu ya Yesu Kristo. Kama Wakristo tukimtii Yesu Kristo tutaishi hivi. Na kama una upendo huu wa kuombea na kuwabariki wanaokuudhi, upendo wako ukawa mkubwa kiasi hiki kama Mungu mwenyewe, hakuna neno utakaloliomba kwa Mungu utalikosa, kwa sababu amesema amebarikiwa yeye ampendaye hata adui. Hawa ndio wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Mungu unasema una Roho Mtakatifu, lakini katili. Unapanga mipango ya kumwangamiza mtumishi mwenzako. Hauna Roho Mtakatifu aisee. Yaani ujue kabisa ni roho aliyekuwa ndani ya Sauli, roho mchafu, ndiye anayekuongoza. Kwa sababu wewe kama ni mtumishi wa Mungu unapanga mipango ya kumlani mtumishi wa Mungu mwingine, mtumishi wa Mungu, mtumishi wa mwingine, hata kama sio mtumishi, ni ndugu yako huyo, kwa sababu wote mliumbwa na Mungu mmoja. Kwa lazima umpende. Mungu mwenyewe atamhukumu. Wewe mtumishi unaitwa mchungaji, si nabii, mtume, unapanga mipango ya kumwangamiza mtumishi mwenzako. Roho mchafu ndiye anayeonekana kwako. Roho Mtakatifu atasamehe wote wanaomuuzi, wanaomtukana. Unafurahia mtumishi mwenzako anapoumwa, yuko kwenye matatizo, unafurahia, unasema safi, afe. Roho wa kuzimu tunajua, roho mchafu ndo anayemuongoza. Unaacha kwenda kupiga magoti kumwombea Mungu, msamehe huyu mtu, mponye ugonjwa wake, naye ni wako, ulimuumba. Msamehe hata kama ananichukia mimi mtumishi wako, anapanga mipango ya kuniua mimi mtumishi wako, lakini huyu ni wako, ulimuumba, anaweza kubadilika, msamehe. Mungu anasema wewe ni mwanangu, uko kama mimi. Mimi nampa chakula yeye, mimi nalinda uhai wake, nampa mvua na kula, nalinda uhai wake na ulinda uhai wa watoto wake. Uko kama mimi. Mimi nampenda adui, nampenda na mwema, na wewe unampenda adui, unampenda na mwema. Wewe ni mwanangu. Mungu atakulinda wewe, atakubariki wewe, ili wewe uwe mfano kwa wengine. Lakini mtumishi gani unapanga mipango ya kuua wenzako? Hawezi kuwa mtumishi wa Mungu hata ujivune vipi. Mkristo gani unafurahia adui yako anapoteketea? Mkristo gani unafurahia ndugu yako anayekuchukia, anayekupanga mipango anapoteketea? Haipo hiyo. Tujifunze kwa Daudi. Daudi alimpenda Sauli, sio tu Sauli. Hata alipopinduliwa kwenye ufalme, mtoto wake alipompindua kwenye ufalme, mtoto wake alipouawa, Daudi amekimbia ufalme. Lakini alipouawa, angalia, Daudi analia. Anaenda kupigana, jeshi lake linaenda kupigana na mtoto wake adui, ambaye adui huyo mtoto wake amechukua hata wake wa Daudi, baba yake, amelala nao. Lakini wanapoenda vitani, Daudi anasema naombeni msimuue. Naombeni msimuue, yeye ni adui yangu, lakini msimuue. Aliposikia amekufa, alilia sana. Alilia sana. Aliposikia Sauli amekufa, alinung'unika, alisikitika, alilia sana. Hata yule aliyesema mimi nimemuua Sauli, nimemwona, alifikiri Daudi atafurahi kwa sababu adui yake amekufa. Akamwambia umemuua masiwa bwana wewe, na wewe ufe. Kwa nini? Daudi anawapenda adui zake, na Mungu anataka tufanye hivi. Ndio maana Yesu Kristo mwana wa Daudi kwa jinsi ya mwili, mwana wa Mungu, anatuambia muwe kama hivi.
wapendeni adui zenu. Tusome mara moja zaidi maneno haya ambayo Yesu Kristo anasema na tutuyasikilize, alafu wewe utajua ni mwana wa Mungu au wa kuzimu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 43 hadi 48 unasema, mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwaonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Damu ya Yesu Kristo. Tutajulikana sisi ni wana wa Mungu katika Kristo tukiwapenda adui zetu na kuwaombea na kuwabariki. Tutakuwa wakamilifu kama Mungu Baba yetu alivyo mkamilifu, tukiwaombea na kuwabariki na kuwaombea msamaha kwa Mungu wanaotuchukia adui zetu. Damu ya Yesu Kristo. Jichunguze mwenyewe. Ikiwa unamchukia ndugu yako, hata kama anakuuza na kulani, unamchukia na wala hupigi magoti kuomba kwa Mungu kwamba samehe mtu huyu, hajui analolitenda, hufanyi hivi, ni roho wa Ibilisi ndio anayekuongoza. Anataka kisasi. Usifanye hivyo, badilika. Kisasi ni cha Mungu. Mwache, ni Mungu atampiga yeye. Wewe mbariki, wewe muombe, ili Mungu akufurahie na Mungu akupende wewe, akubariki wewe, na atakuzidisha. Ukifanya hivyo, atampiga yeye adui yako. Na ukiona una moyo wa kuombea adui, hata kama amekuuzi namna gani, amekutisha matisho namna gani, lakini nenda mbele za Mungu, piga magoti, mwambie Baba, huyu naye ulimuumba. Hakuna Mungu wawili, hakuna Mungu mwingine aliyeumba wanadamu wengine na mwingine akaumba wanadamu. Wewe ndio uliyemuumba, ni mwanao, ni kazi ya mikono yako, ni ndugu yangu huyu. Kristo ulimfia naye, ulikufa, ulimwaga damu kwa ajili yake naye, lakini shetani amechukua maisha yake. Msamehe, hajui atendalo. Mbariki. Yesu Kristo atakutambua wewe, atakuona wewe ni mkamilifu kama Yesu Kristo alivyo mkamilifu. Damu ya Yesu Kristo. Tushike amri ya upendo, tuwe wana wa Mungu, tuwe zaidi ya upendo wa wanadamu. Mataifa nao wako wanaowapenda ndugu zao, adui naye yuko anayempenda, lakini sisi tuwapende wanaotupenda mpaka adui zetu kama Mungu anavyofanya. Damu ya Yesu Kristo. Injili hii imfikie kila mtu, na kama umempenda Mungu na hofu ya Mungu, ninaomba ubadilike. Piga magoti ndani kwako, omba msamaha mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba niongoze, Roho Mtakatifu kaa ndani yangu, niwapende adui, niwapende, niwabariki, niwaombe msamaha. Na hapo ndipo nitakuwa mwana wa Mungu, utakuwa mwana wa Mungu. Fanya hivyo, fanya hivyo. Kataa roho ya kuwalani wanaokuchukia. Kataa roho ya kupanga mipango kuwaua watumishi wa Mungu wengine. Adui hata kama anakunena vibaya unapohubiri, anakunena vibaya, unahubiri vibaya, wewe muombee, kwa sababu ni ndugu yako. Muombee ili Mungu akuangalie wewe, akuokoe wewe, akubariki wewe. Damu ya Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Baba Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.